nasi, una nafasi pia kuungana nasi kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usisahau kuungana nasi kwenye ukurasa wetu wa michezo kule Instagram. Tunapatikana kwa jina la Azam TV Sports. Unaweza kutuandikia maoni yako kwa natukuja kuyasoma hapa kupitia mshike hapo baadaye. Baada ya klabu ya Yanga kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 24-25 kwa mara ya 4 mfululizo, klabu hiyo imetangaza kufanya paredi la kulitembeza kombe hilo katika mitaa ya jiji la Dar es Salaam Jumatatu ya Juni 30. Ali Kamwe ambaye ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo hapa anatoa ratiba na maeneo ambayo watapita wakiwa na kombe hilo. Jumatatu tutakuwa na paredi la kihistoria. Siamini kama kuna mwana Yanga atabaki nyumbani Jumatatu asije kusherehekea mafanikio ya klabu yake msimu huu. Kwa tulioyapitia. Yaani kwa tulioyapitia wana Yanga, alafu kwenye paredi lipite wewe haupo. Siamini. Hilo niliacha makusudi kwa sababu tumetaka kwa tukafanya jambo letu la ngapi? La Jumapili. Tukiweza kuyaunga yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tukilikosa bado Jumatatu tutauchafua huu mji. Na hiyo safari ya paredi bora niiseme kabisa. Paredi la miaka iliyopita tulikuwa na kituo kimoja tu cha kusimama. Kabla ya kufika makao makuu tulikuwa tunasimama Msimbazi hapa. Lakini msimu huu tuna vituo hivi vitatu vya kusimama kabla ya kufika hapa. Sasa Msimbazi miaka ya nyuma uwaga tuna kama stop ya dakika 5 hivi. Mwaka huu tofauti kidogo. Tutakuwa na stop ya masaa 3 pale. Kabisa. Kwa sababu tuna kazi ya kumtoa Chama apande juu pale au tubie taifa akifika Msimbazi. Yes. Chama anatakiwa asimame pale azungumze. Chama akimaliza tumuinue Israel Patrick Mwenda azungumze. Akitoka hapo Mkude naye juu azungumze. Ni Ali Shaban Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga. Tukisalia hapo, mabingwa watetezi wa kombe la shirikisho la CRDB Bank Young Africans watashuka dimbani Jumapili ya Juni 29 kucheza mchezo wa finali dhidi ya Singida Black Stars. Kuelekea katika mchezo huo, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe kwa mara nyingine amesema kuwa kikosi cha wananchi kipo tayari na kitaenda Unguja hapo kesho kwa ajili ya mchezo huo, huku akikiri kwamba mchezo huo unazikutanisha klabu mbili ambazo zina uzito mkubwa na haujawahi kuwa mwepesi hata kidogo. Tunakwenda Zanzibar. Tunakwenda kucheza na Singida Black Stars. Hawa Singida msimu huu tumepata naye shida sana. Japo tumechukua pointi 6. Mechi ya kwanza 1-0 kwa tabu. Mechi ya pili tumeshinda 2-1 kwa tabu. Huyu Singida tusipokuwa imara wana Yanga anaweza kutogea matokeo ya kushtua pale Zanzibar. Kwa hiyo ombi langu la mwisho kwa viongozi wetu wote wa matawi, tunatakiwa tukaze msuli kweli kweli kwenye hii mechi. Ni mechi kubwa, kombe liko uwanjani, na Mwenyezi Mungu akatujalie kwenye maandalizi yetu tupambane tuchukue ile kombe, tuweze kufunga historia msimu huu kwa makombe 5 ambao tuko nayo ndani ya klabu yetu. Naam, tuendelee kuangazia mengine makubwa. Raha za kunyanyua mataji zimeonekana kuwanogea mashabiki wa klabu ya Yanga ambao wanataka kumaliza msimu na taji lingine mkononi ambalo ni kombe la shirikisho la CRDB Bank. Tumebakiza kombe moja ambalo linaenda kucheza Zanzibar ambalo ni ya CRDB. CRDB kombe ambalo lipo wazi kabisa tunalibeba. Mpinzani wetu tunamjua ambaye ni Singida. Ni timu ngumu ila tunajua kwamba kombe lazima tukalibebe. Ndugu zetu hawa wamekuja kwenye mfumo. Yanga sasa hivi tunachotaka ni sifa. Kwa sababu tulianza na kombe la Toyota South Africa ndo tulifungua nalo. Tukaja tukakutana na ngao ya jamii tukachukua. Tukaja tukakutana na kombe la muungano tukachukua. Jana tumekutana na hili la NBC ambalo lilikuwa na kelele nyingi kwamba mpaka tumkabe Mpanzu. Nafikiri ushuhuda mliona wote pale pamoja na marefali toka nje, na tumebakiza kombe hilo moja ili tuweze kufanya paredi letu vizuri, hilo ambalo tumeahidiwa kuchinjiwa ngamia. Basi paredi letu halitakuwa zuri endapo kombe hilo la 5 hatutatimiza. Kwa ubora wa timu yangu inamaanisha Yanga,
ubingwa tunaenda kubeba, kwa sababu hatuna sababu ya kutokukosa, kwa sababu tuna kikosi kizuri na namna ambayo ukiangalia jana tulivyocheza mpaka yule refa mimi kwa sijui, lakini siwezi kuongea naye, lakini ukimtazama anaweza akashangaa kama hii dabi inachezwa hivi, kwa sababu kuna wakati unaona kabisa timu ilikuwa imerudi nyumbani, yani imepaki basi. Kwa hiyo timu yetu inacheza vizuri na ina uwezo, sidhani kama Singida wanaweza kutuzuia. Kwa quality ya Yanga na quality ya Singida ndio itakuwa fainali ya mfano ambayo haijawahi kutokea katika ardhi hii ya Tanzania. Itakuwa fainali kubwa kwa sababu Singida ni mpinzani wa ukweli. Tumecheza naye mechi 2, tumemfunga kwa shida sana. Ndio ambaye tunamwona katika ligi hii ya Tanzania ni mmoja wapo ambaye anatusumbua, tukiacha huyo na kuja na Azam. Kwa hiyo sisi tunasema tunaenda kuchukua kombe letu lingine, tunalikabidhi Jangwani. Hatuna shida na hii. Leo ni siku ya furaha kuanzia jana leo mpaka tutapokutana na Singida Black Star. Jana tumepata ushindi wetu wa goli 2-0, tumemfunga Kolo kama sio dunduka. Mpaka sasa hivi Simba wote washalala, wamepatwa degedege, si walisema ubaya ubwera, kumbe ubaya ubwege. Bwana raha sana, na hii ni ishara tosha kuelekea kuchukua kombe letu la CRDB. Tushamchukua NBC, tunaenda kuchukua nani? CRDB. Kwa hiyo uwezo huo tunao na timu hiyo tunayo. Singida Black Star msimu wametusumbua sana vibaya mno kuliko timu yoyote, nadhani na Azam. Kwa hiyo sisi tunaenda kujipanga vizuri kwenda kushughulikiana nao Zanzibar, kwenda kuchukua pointi zetu, kuchukua ubingwa. Kikosi cha Singida Black Stars kimekuwa cha kwanza kuwasili visiwani Zanzibar tayari kwa ajili ya fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank Jumapili Juni 29 mwaka huu. Walimu alizete hawa wamewasili Dar es Salaam mapema asubuhi ya leo wakitokea Singida na baadaye wakaunganisha moja kwa moja kuelekea visiwani humo. Singida Black Stars ina kibarua cha kukabiliana na Young Africans ambaye ni bingwa mtetezi wa michuano hiyo kwenye mtanange wa fainali utakaochezwa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Na muda huu tunaungana na Hussein Masanza ambaye ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo niweze kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na hali ilivyo, lakini pia maandalizi ambayo wameyafanya mpaka sasa kuelekea kwenye mchezo huo. Hussein, karibu sana. Kwanza hongereni kwa kufika salama. Pasina shaka maandalizi ni makubwa. Mechi mnayokwenda kucheza dhidi ya bingwa mtetezi si mechi nyepesi. Amekutana na opponent ambaye ni tough, tunasema ama mpinzani mgumu sana kwenye mechi ya mwisho ya ligi na ameweza kushinda, si kwa margin ndogo. Magoli 2-0 kwenye dabi ni mengi. Pasina shaka mnakutana na timu bora sana. Maandalizi yako vipi? Ni kweli, kwanza tumewasili salama hapa visiwani Zanzibar tukitokea nyumbani Singida moja kwa moja. Hakika ni safari ndefu yenye kuchosha, na jambo la kushukuru Mungu ni tumefika salama. Hivyo ni mapokezi ambayo tumepata hapa Zanzibar hatukutarajia, ukizingatia kwamba sisi ni wageni kwenye finali, lakini mapokezi tunapata ni makubwa. Labda ni kwa sababu matokeo tuliyopata mazuri kwenye nusu finali, watu walifurahi, siwezi kujua. Lakini kimsingi tumefika Zanzibar na leo timu imepewa mapumziko kutokana na uchovu wa safari. Kesho tutaanza rasmi programu ya maandalizi kwa ajili ya mchezo huu. Na lengo la kufika mapema ni kupata muda wa kupumzika, lakini pia kuzoea hali ya hewa. Utaona utofauti wa hali ya hewa Singida na hapa Zanzibar. Kule ni baridi, hapa ni joto. Kwa tumefika mapema ili wachezaji waweze kuzoea hali ya hewa na tuweze kupata muda wa kutosha kujiandaa. Mara mwisho mnacheza na Yanga hapo New Amani Complex, na bahati nzuri nilikuwepo hapo. Ilikuwa ni mechi ngumu mpaka juhudi binafsi baadaye za Pacome Zouzoua zikawafaidisha wananchi kwa ushindi mwembamba wa goli 1-0 na wakaondoka na alama zote 3. Kipi cha tofauti unakiona sasa hivi, kwa sababu umeona maandalizi ya timu na mipango unajua inayoendelea? Mechi ya Singida na Yanga haijawahi kuwa mechi nyepesi. Na nimemsikia hata meneja habari wa klabu ya Yanga akizungumza kwa kuiheshimu Singida, na ameeleza ugumu wa mechi. Kwa hiyo ni kweli haitakuwa mechi rahisi, kwa sababu inakutanisha timu bora ambazo zimefikia hatua ya fainali baada ya kuruka viunzi vingine huko. Ni kuombe radhi mtazamaji, na ni Hussein Masanza huyo nikizungumza naye kutoka kule visiwani Zanzibar, ambaye ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Singida Black Stars. Tunataka kufahamu zaidi kutoka kwake maandalizi walioyafanya kuelekea kwenye mchezo dhidi ya wananchi Young Africans kwenye mechi hiyo ambayo itakuwa ni finali kombe la shirikisho la CRDB Bank. Sasa tukipata wasaa tutarejea kuona kipi anacho cha zaidi. Kama utapata wasaa ama mtandao utakaa sawa, lakini muda huu tuangalie maoni kuhusiana na swali ambalo tumekuuliza kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao
ya kijamii. Je, swali gani tumeuliza ni hili kupitia Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Wadau wetu walikuwa na nafasi ya kujibu hili swali. Singida yawa ya kwanza kufika Zanzibar, wananchi kuwafuata kesho. Finali ni Amani Complex Jumapili, nani kurudi na kicheko? Swali liuliza hivyo. Tuangalie kile ambacho umetuandikia wadau wetu kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Azam TV Sports kule Instagram, anaitwa Rajabu Hamisi, anasema mimi kama shabiki wa Simba, kusema ukweli mtani ana quality players, lakini hata kama akichelewa kufika Zanzibar kombe anachukua, japo atapata ushindani. Lakini Saidi Juma anasema Singida ipo vizuri na imepata muda wa kupumzika, akiamua kucheza basi mechi itakuwa nzuri na Singida anarudi na kombe. Lakini Busongo Kaseka yeye anasema Wageita, binafsi napenda Singida ashinde angalau atupumzishe na hii dhahama. Wana Simba mtaani tunateseka vibaya mno, anasema hii wiki ni ngumu mno. Tuangalie ukurasa mwingine sasa, ni Facebook. Huyu anaitwa Msagamasi Felician, anasema kutoka Kilolo Iringa, na anaamini mechi itakuwa ngumu na ushindani sana, lakini anaipa nafasi Yanga kubeba kombe. Lakini Muhammad Kumeja anajiita hivi, anasema wa Ugogoni na Chingwea Lindi, Yanga Sports Club makombe yamewazoea, Singida wasubiri kidogo, tuna paredi la kitaifa. Lakini Ambrose Joseph Butilaga anasema kutoka kule Mwanza, anasema ushindi unategemea nidhamu, ari na mbinu, lakini pia kicheko kitakuwa cha wanaotanguliza umoja na juhudi uwanjani. Haya, muda huu basi hapa niungane pia na Hussein Masanza ambaye nilikuwa nazungumza naye kuhusiana na namna ambavyo mchezo wa mwisho kabisa wa finali kombe la shirikisho la CRDB. Naam, Masanza, sasa hivi unaonekana vizuri, hata wensamu wako unaonekana poa sasa, unaonekana vizuri, umeng'aa. Ulikuwa unazungumza jambo wakati ule? Naam, nakupata vizuri kabisa. Naam, ulikuwa unazungumza jambo hasa, nilikuuliza kuhusiana na utofauti wa awamu hii, maana mara ya mwisho hapo mlipoteza goli 1-0 dhidi ya Young Africans. Ya, ni kweli kama nilivyokuwa nasema, mechi ya Singida na Yanga haijawahi kuwa mechi nyepesi, na tuna kumbukumbu nzuri sana tukicheza na Yanga hapa Zanzibar. Nadhani kila aliyefuatilia mchezo ule, licha ya kupoteza, lakini ilikuwa ni mechi yenye hadhi ya hali ya juu. Utofauti mkubwa safari hii, tunakutana tena hapa Zanzibar, na nature ya mchezo tunakutana nao ni finali. Kwa hiyo finali haiwezi kuwa lele mama. Ni finali ya kila timu inataka kufikia malengo yake, na ukiona mpaka timu zinafika finali maana yake zimekutana zikiwa bora. Kwa hiyo hata sisi tunafahamu ugumu wa mpinzani tunayecheza naye, ni bingwa mtetezi, na juzi ametoka kwenye kilele cha jana tu hapa, ametoka kwenye kilele cha furaha cha kutoa ubingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo tunategemea itakuwa ni mechi ngumu, lakini tunajipanga kuhakikisha kwamba na sisi tunaonesha ubora ambao tuko nao na tumekuwa nao kwenye mashindano haya, hasa haya ya kombe la shirikisho CRDB. Kwa hiyo Tanzania na mashabiki wa soka wa mashabiki wa Singida Black Stars watarajia itakuwa ni mechi bora, ni mechi yenye hadhi ya finali kweli, na mechi yenye mvuto kweli kweli kuliko hata mechi zote ambazo wameshazitazama kwa msimu huu. Ukiacha mechi ya Zanzibar, mlirejea na mkacheza nao KMC pale. Nadhani ilikuwa ni moja kati ya mechi ambazo mlicheza nazo. Pengine kwa sekunde chache sana, kulikuwa kuna rotation kubwa sana ambayo ilifanyika. Pengine nyota wote wako timamu sasa hivi, kwa maana kwamba watazamaji watarajie kuwaona nyota wengi na mwalimu akawa na machaguo mengi zaidi, ama kuna majeraha yote? Ya, sisi kufanya rotation si dhambi kwetu. Tumekuwa tukifanya kwenye michezo mingi. Bahati mbaya tu watu wengi wanafuatilia mechi kubwa, lakini sisi tumekuwa tukifanya rotation kutokana na ubora wa kikosi ambacho tuko nacho. Tuna wachezaji ambao hata anayeanzia benchi anaweza kuja kuipa timu matokeo. Kwa hiyo sisi sio shida zetu. Kama mwalimu anataka kufanya rotation, ana uhuru wa kufanya. Kwa hiyo tutafanya rotation pale inapobidi, kwa sababu lengo ni kila mchezaji kuja kuisaidia timu. Kila aliyesajiliwa Singida Black Stars ana uwezo wa kuichezea Singida na akaipa matokeo. Shukrani sana Masanza, tutapata saa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Mpaka Jumapili, pana siku kadhaa hapa. Asante. Naam, bila shaka. Ni Hussein Masanza, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Singida Black Stars, nikizungumza naye kuhusiana na maandalizi yao kuelekea finali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Huu ni mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike.
Tuendelee kuangazia yale makubwa tulionayo mezani muda huu. Nimekujuza hapo machache kuhusiana na maandalizi ya timu zote mbili, Wananchi Young Africans na Singida Black Stars kwenye mchezo wa fainali ama kuelekea fainali ya Jumapili hii kombe la shirikisho la CRDB Bank pale New Amani Complex visiwani Zanzibar. Tayari Singida Black Stars wameshawasili. Muda huu naungana na Philip Nkini ambaye ni mchambuzi wa masuala ya soka kusikia kutoka kwake, hasa tusikie tathmini yake kuelekea mchezo huo. Philip, karibu sana. Asante sana. Sina shaka uko vizuri. Nilikuwa nazungumza na Masanza hapa. Sasa ulikuwa unafuatilia mjadala wetu. Singida Black Stars tayari wameshatia maguu pale visiwani Zanzibar. Mechi ya kwanza ambayo ilipigwa pale New Amani walipoteza goli moja. Mechi ya mkondo wa pili ama ya mzunguko wa pili wa ligi kuu NBC wakapoteza pia KMC Complex. Kifupi mechi zote mbili kwenye ligi msimu walipoteza, lakini wana nafasi ya kukutana na Young Africans kwenye finali. Itakuwa mechi nzito ama nyepesi kiasi gani? Nafikiri moja ya timu ambayo imewapa Yanga ubora kwenye msimu huu, imewapa mechi bora kwenye mechi zote mbili ni Singida. Hilo achana na matokeo kwamba walipoteza, lakini hata ukiangalia kwenye yale magoli ambayo unasema Yanga amefungwa magoli 10 msimu huu, moja wamefungwa na Singida. Kwa ni mechi zao zimekuwa tough sana ile ya Zanzibar. Nafikiri kilichosababisha pia Singida wapokewe vizuri Zanzibar kama wanavyosema ni ile mechi ambayo waliwapa ile ya kwanza dhidi ya Yanga. Nafikiri mashabiki wanapenda mechi ambazo ni bora. Kwa walionyesha mechi ambayo ni bora, na nafikiri ndio sababu iliyowafanya hao wakaja wakapata matokeo yale. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu kikubwa ni mashabiki kwenda kutazama hiyo mechi. Mshindi namba 1 kwenye ligi na mshindi namba 4 kwenye ligi hawezi kukupa mechi ambayo ni laini sana. Nafikiri mechi zao ukiangalia hata matokeo yao ni mechi ambazo ni tough. Sio zile mechi ambazo unaweza kuzungumzia kwamba huyu anaenda kushinda fulani au anaenda kushinda fulani. Njia Singida ukiona ni goli moja tu wameruhusu. Kuanzia wameanza mashindano haya mpaka wanakuja kufika hapa. Kwa hiyo uwezi ukawaweka kwamba ni timu ambayo inakwenda kupoteza. Nafikiri ni timu ambayo inaenda kutafuta njia hii, kutengeneza njia kama ilivyo. Na hilo goli moja wamepoteza dhidi ya Simba. Kokote wamepata matokeo mazuri. Nafikiri ni anayetaka kuangalia hii mechi akaya atulia iangalie. Itakuwa mechi bora sana. Hem, tutazame Yanga tuone wao njia yao ilikuwa vipi baada ya Singida Black Stars ambao watakutana nao kwenye finali, kwa sababu kijaribu kuangalia Yanga naye ana ujumbe wa kutuma kwenye moja kati ya mechi zake. Tofauti yake na Singida, yeye ameruhusu magoli mawili. Aliruhusu goli kwenye mechi na Coast Union na ameruhusu goli kwenye mechi na Stand. Wao hapa kuna utofauti. Kuweka kwenye mzani, unaweza kusema kwamba Singida amefanya vizuri zaidi kwenye mashindano haya kuliko Yanga, bila kujali ya kwamba Yanga amekutana nani na Singida amekutana na nani. Sababu ukiwatazama hata Yanga pale wana Coast, timu ya ligi kuu, wana JKT, timu ya ligi kuu, lakini kule kwa Singida pamoja na wote unaona kwamba walikutana pia na Simba, kwamba ni timu iliyoshika nafasi ya pili kwenye ligi. Kwa hiyo nafikiri ni timu ambazo ubora wake unatofautiana, lakini kwenye kiwango kidogo sana. Ukijaribu kuangalia miongoni mwa maeneo ambayo yanagusiwa zaidi ni pamoja na kile ambacho kilitokea hasa kwenye mchezo wa mwisho. Utimamu wa baadhi ya wachezaji na kile ambacho amekizungumza Masanza hapa kwamba wana rotation mara nyingi huwa wanafanya kwenye baadhi ya timu, kwa sababu aliyoko bench na aliyoko ndani kwenye kikosi chao wote wanaweza kuofa kitu kimoja kwa mwalimu. Nini matarajio yako kwenye mchezo hii na kipi hasa unakiona hasa kwenye first 11 ambazo zimekuwa zinaonekana zinatisha mara kadhaa kama ile dhidi ya Simba? Nafikiri kwenye alichokizungumza Masanza amezungumza kitu kizuri. Na kwamba rotation inategemea na mwalimu anataka nini kwa wakati gani. Kwa sababu mtu akizungumzia rotation dhidi ya Yanga, sawa walifanya rotation, matokeo yakawaje 2-1, bado mechi ilikuwa ni tough. Uwezi ukasema ingekuwa ni rotation ya 8 bila au 5 bila, sawa. Lakini 2-1 unaona kwamba mechi ni tough. Kwa hiyo Singida wana wachezaji wenye quality. Afu wachezaji wao wengi ukiwaona kila nafasi anapotoka mchezaji mmoja anaingia mwingine ambao ni bora zaidi. Lakini Yanga hivyo hivyo. Singida anakutana na advantage kwa sababu ana wiki moja nzima hapa amepumzika. Yanga akacheza mechi ya mwisho jana, kwa ina maana kama leo amepumzika, atafanya mazoezi kesho na kesho kutwa ataingia kwenye mechi Jumapili. Kwa hiyo ukiwapa advantage kubwa zaidi utawapa Singida. Haya, hii ndo safari ya mabingwa tangu kombe hili lilipokuwa linaitwa kombe la shirikisho la Azam mpaka sasa inaitwa kombe la shirikisho la CRDB Bank, na safari ndivyo hivi ilivyokuwa. Kwa haraka ukijaribu kuangalia ni kama Yanga anaingia na CV nzuri. Kwenye mashindano haya Yanga ndo bingwa ambao amechukua bingwa mara nyingi. Ukiwatazama hata angalia kwenye misimu inayofuata hapa anaenda kuchukua msimu, kama akichukua itakuwa ni mara ya tatu nafikiri mfululizo atakuwa anaenda kuchukua sasa hivi. Kama sijakosea, kama hii graph iko vizuri. Kwa hiyo ukiwaangalia Singida anakwenda kutafuta ubingwa wake wa kwanza. Kwa Simba ameshafanya vizuri huko nyuma, Azam pia amefanya vizuri, Mtibwa amefanya vizuri. Kwa Singida anachotakiwa kwenda kufanya ni kuhakikisha angalau lile kabati lao ambalo walisema wametengeneza kwa ajili ya kuweka makombe, basi angalau liwe
na nafasi ya kombe ili moja la CRDB kwa msimu, kwa sababu wameshakosa ligi, hawana kingine cha kupoteza zaidi ya kutafuta kombe ili moja ambalo limebaki sasa hivi kwa msimu. Kwenye mara 4 zote ambazo naona ni za mwisho hapo, Yanga ndio amekuwa kinara kwa maana ya kuchukua mara 4 za mwisho. Pengine kuna message inatuma Singida hawezi kwenda kukutana na mechi nyepesi, na pengine huenda baadhi ya mashabiki nimesikia wanazungumza huenda ndio sababu pia ya Yanga kuona hata paredi yao iwe Jumatatu baada ya finali hii. Sasa kuna mambo mawili. Shida ya paredi ya Jumatatu ni kama ukipoteza Jumapili nguvu ya paredi huwa inapungua. Lakini ukichukua ubingwa Jumapili na maana ile nguvu ya paredi inaongezeka zaidi. Kwa hiyo ni vitu viwili. Wachezaji waende wakiwa wanaamini, kama wakienda wakiwa wanaamini ya kwamba wana uwezo wa kuchukua ubingwa huu, basi waende wakapambana hivyo. Lakini pia kwa Singida nao ni nafasi yao. Kule Singida nao wanahitaji angalau kuona timu yao inarudi ikiwa na kombe. Mkini namba nyingi kama Yanga ana faida zaidi. Unajua kucheza finali mara 6 na ukachukua mara 4 plus hizo, wakati Singida yeye ndo finali yake ya kwanza. Hii pia kuna ujumbe inatuma. Yanga wanatuma ujumbe, lakini mara nyingi finali huwa haitabiriwi kwenye ile iliyopita na hii hapa. Sababu hata kikosi cha Singida kile kilichopita na hichi hapa ni tofauti. Kile ambacho kilifika finali na hapa ilivyo ni tofauti. Yanga waliofika finali hiyo mara 6 na Yanga hii sasa hivi ni tofauti. Kwa hiyo ni finali mbili tofauti. Huwezi kuzifananisha ukasema kwa sababu alishachukua ubingwa mara 4 kwenye finali 6 sasa hivi tena atachukua, kwa sababu Singida aliingia finali akakosa, atachukua au atakosa. Kila mmoja anaenda kulingana na ubora wake atakavyokuwa kwa siku hiyo. Shukrani sana Philip Mkini, tupata saa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Ni Philip Mkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na finali ya Jumapili hii ambapo wananchi Young Africans watakuwa wanamenyana na Singida Black Stars New Amani Complex kule Zanzibar, na itakuwa ni mchezo wa finali kombe la shirikisho la CRDB Bank. Tuendelee kuangazia mengine makubwa tulionayo hii leo. Pazia la ligi kuu soka Tanzania bara limemalizika rasmi kwa kumpata bingwa wake, wakati huu ambapo mechi za mtoano kuzipata timu zitakazosalia na kupanda msimu ujao zikiendelea kuchezwa. Msimu huu umekuwa na gumzo kubwa kwa nyakati tofauti bungeni mjini Dodoma, na kuhitimishwa kwake pia kukashuhudia sehemu kubwa ya mijadala huko. Mwandishi wetu George Mbara ametolea taarifa hii kutoka bungeni kule Dodoma. Ni ishara ya pongezi kwa mabingwa ligi kuu soka Tanzania bara Young Africans baada ya kutetea taji lao kwa kumfunga mtani wake wa jadi Simba Sports Club kwenye dabi ya Kariakoo iliyochezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Makofi haya pia yanathibitisha shauku kubwa iliyoibuka kabla mchezo huo, ambapo iliibua mjadala mkubwa wakati wa uwasilishaji wa mapendekezo ya bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka wa fedha 2025-26, na hii leo wakati Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akihitimisha mkutano wa 19 wa Bunge la 12 kwa kuwapongeza wananchi. Mheshimiwa Spika, naomba niungane na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuipongeza timu ya Yanga kwa kutoa ubingwa wa 31 wa Tanzania bara, ikiwa ni ubingwa wa 4 mfululizo. Licha ya kushindwa kufua dafu mbele ya watani wao wa jadi Yanga, lakini msimu huu umeshuhudia mafanikio makubwa kwa kikosi cha Simba kimataifa. Nipongeze sana klabu ya Simba kwa hatua kubwa ya kutinga fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-25. Timu hiyo ilihitimisha mchezo wake kwa sare ya magoli 1-1 dhidi ya timu ya RS Berkane kutoka Morocco katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Lakini baadhi ya wabunge wapenzi wa Simba, jinamizi la kushindwa kumfunga Yanga linaendelea kuwatafuna na wanatamani kuiona Simba imara kuelekea msimu mpya wa mashindano. Kadiri tunavyoendelea kucheza, mashabiki wa Simba na wenyewe wangetamani siku moja wawatandike vibaya sana Yanga. Kwa hiyo tunategemea kipindi kinachofuata Simba yani lazima kunguruma kuko pale pale. Lakini kwa sasa tunasema kwamba Yanga big up, ndio maana hata leo nimevaa nguo ya kijani. Msimu wa 2024-25 umekuwa na wenye mafanikio makubwa kwenye soka la Tanzania, ambapo ligi kuu ya soka ya NBC ikitajwa kuwa ya 4 kwa ubora barani Afrika. Yawezekana ndio chanzo cha kuwa miongoni mwa misimu migumu zaidi. Unaweza kuona ushahidi kwenye hili. Kwa mfano mpaka Tabora waliweza kuwafunga mabingwa. Ambapo sio jambo dogo, inakuonyesha kwamba Tabora nao wana timu wamejiimarisha, na pengine tutakuwa msimu ujao tutakuwa na timu nyingi nzuri ambazo zitakuwa na uwezo wa kupata matokeo yoyote ambayo pengine hutayatarajia kikawaida. Kwa hivyo msimu huu ndio hasa unaonyesha jinsi ambavyo kwa nini ligi yetu ni miongoni mwa ligi bora kabisa barani Afrika, kati ya ligi 5 bora.
na huku tunakoelekea kwa jinsi ambavyo tunaendelea kujiimarisha, naamini tutakuwa na misimu mizuri zaidi, lakini pia tutaendelea kuimarisha ligi yetu hii na kuwa miongoni mwa ligi bora kabisa, pengine 3 bora barani Afrika. Kumalizika kwa ligi sasa kunafungua milango ya kasi ya maandalizi ya kuelekea michuano ya CHAN ambayo itafanyika Tanzania, Kenya na Uganda mwezi Agosti mwaka huu. Mwaka huu 2025 Tanzania imepewa heshima kipekee kuwa mwenyeji wa michuano ya bingwa wa mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ligi za ndani CHAN 2025. Tayari serikali kupitia wizara husika na kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imeanza maandalizi ya kina na kuhakikisha viwanja, miundombinu na huduma muhimu zitakidhi viwango vya kimataifa. Na tayari tumeshapangiwa timu 5 zitakuwa Benjamin Mkapa, timu 4 zitakuwa New Amani Zanzibar. Kwa hiyo tuna timu 9 na vituo 2 hapa Tanzania. Michuano ya CHAN na baadaye AFCON 2027 imekuwa ni sehemu muhimu ya ongezeko la fedha kwenye bajeti ya Wizara ya Michezo na sasa ni sehemu ya vipaumbele kwenye bajeti ya serikali ya Tanzania. George Vara, Azam Sports, Dodoma. Baadhi ya waandishi wa habari nchini wametoa maoni yao baada ya kuhitimika kwa ligi kuu ya NBC msimu huu, huku wakisifu namna ushindani ulivyokuwa mkubwa kwa msimu uliomalizika. Ushindani wa msimu huu umeongezeka tofauti na misimu miwili mitatu ambapo timu ingeweza kutangaza ubingwa mechi 2 mechi 3 kabla, lakini unaiangalia Yanga imeweza kuongeza idadi ya pointi ambazo imekusanya kwenye msimamo tofauti na msimu uliopita, ukiangalia pointi 2 ziada. Lakini ukiangalia Simba na wenyewe ambao wamaliza nafasi ya pili wameongeza idadi ya pointi nyingi tofauti na msimu uliopita. Azam pamoja na kumaliza nafasi ya 3, unaweza kuona wao kidogo, mimi naweza nikasema either wamedrop au wamebakia kwenye standard yao ile ile na kuziacha Simba na Yanga ziende mbali zaidi. Kwa hiyo kwenye nafasi ya kutafuta ubingwa kwangu mimi naona ushindani umekuwa wa hali ya juu sana. Kiushindani bado ligi yetu mimi naona ushindani upo kwa timu chache sana, kwa sababu ligi yenye timu 16 means kila timu inapambania pointi 90 katika season. Young Africa amemaliza amepata pointi 82, means amezikosa 8. Hii ni hatari. Kikweli kabisa kusema hii ni hatari kwa sababu ligi yenye timu 16 kupambania pointi 90 means Young Africa amalize ana pointi 69, ana pointi 70, ana pointi 71, ana pointi 72. Ni pointi za hizo ndizo zinatakiwa hivyo, lakini kuchukua pointi 82 out of 90 ni kitu cha hatari. Ushindani hapa unaonekana ni mdogo, ni mchache sana. Ukiangalia Yanga na pointi 82, Simba na pointi 78. Unaelewa, Simba kakosa pointi 12, Yanga kakosa pointi 8. Nikiwa na maana kwamba ushindani upo kwa timu hizi mbili, ndio zina ushindani sana. Uwepo wa zawadi kiasi cha fedha ambacho kinatoka kwa kila nafasi ambayo timu inaimaliza kumechagiza kuifanya ligi kuwa na ushindani, na naamini pia kwa msimu ujao kupitia labda changamoto ambazo tumeshuhudia kwa msimu huu, naamini bodi ya ligi, mamlaka mpira na wadau kwa ujumla, bila kusahau Azam TV ambayo mimi naamini revolution ama tunaweza kusema kwamba mapinduzi ya mpira wetu wa Tanzania ni tangu uwekezaji wa Azam TV kuja kuonyesha ligi yetu, na ndio mapinduzi makubwa amepatia hapo. Kwa hiyo naamini pia mchango wa Azam Media ndio maana unaona ushindani mkubwa ambao tunaona hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara. Endelea kufuatilia Mshike Mshike. Tumekamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike kwa hii leo. Tunayo mengi ya kujuza kwenye sehemu ya pili baada ya kujuza maandalizi kuelekea fainali ya kombe la shirikisho weekend hii ambapo itakuwa ni Jumapili. Lakini je, yepi ambayo tutakuja kujuza baada ya mapumziko mafupi ni pamoja na haya. Fountain Gate na Tanzania Prisons zatoka sale, kumbukumbu ya Sokoine kuamua hatma ya hawa wawili. Na michuano ya kombe la dunia kwa vilabu yazidi kushika kasi kwa mwaka 2025. Uni Mshike Mshike, tarejea Sondoka. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tuendelee kuangazia makubwa tulionayo. Nyota Cristiano Ronaldo amesaini mkataba mpya utakaofanya endelee kusalia katika klabu ya Al Nassr kwa misimu mingine miwili hadi mwezi Juni mwaka 2027. Alikuwa wa kwanza kuthibitisha kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram kwa kuweka picha na kusema kuwa ukurasa mpya umefunguliwa na waendelee kuweka historia pamoja.
Nyota huyo wa Ureno mwenye umri wa miaka 40, Cristiano Ronaldo, alijiunga na miamba hao mwezi Disemba mwaka 2022 na mpaka sasa amefunga zaidi ya magoli 90 katika michezo 111 aliyocheza katika mashindano yote. Ronaldo ameiongoza timu yake kwa msimu huu kushika nafasi ya 3 na wakifikisha alama 70 na kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Saudi Arabia, yani Saudi Pro League, baada ya kufunga magoli 25, na hii ilikuwa ni mara baada ya kucheza michezo 30. Cristiano Ronaldo alijiunga na Al Nassr ya Saudi Arabia mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka 2022 akitokea Manchester United, na sasa ameendeleza rekodi ya kuwa mfungaji bora kwa misimu miwili mtawalia. Tuendelee kuangazia mengine makubwa sasa na turejea nyumbani. Mechi ya kwanza ya mtoano kupambana kushuka na kusalia ligi kuu imechezwa leo katika uwanja wa Tanzanite kwa Raha, ambapo wenyeji Fountain Gate wapo huko na walikuwa wanapambana na Tanzania Prisons. Wamelazimishwa sare ya goli 1-1 na Tanzania Prisons. Wawili hao watarudiana Juni 30 kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale Mbeya. Dakika 90 za kibabe zimetamatika hapa kunako dimba la Tanzanite kwa Raha. Fountain Gate FC dhidi ya Tanzania Prisons wakitoshana nguvu kwa goli 1-1, na tumepata nafasi ya kuzungumza na makocha wa pande zote kutueleza ni kwa namna gani mchezo ulivyokuwa. Tulikuja kuwaheshimu wapinzani kwamba at least tu defend kisha tu attack. Maybe ile discipline imeenda too much wakatuadhibu kwenye first half. Then second half nafikiri tukawa free kwamba ni timu ambayo kama imeconcede magoli mengi kwenye ligi, it means kuna weakness kwenye defense. So tunapaswa tuongeze strength tena pale kwenye eneo lao la defense tupate udhaifu. So tukajaribu kupush. Unaweza kuona kipindi cha pili tumetengeneza nafasi nyingi sana. So kipindi cha kwanza kilikuwa cha mwenyeji kwa maana Fountain Gate. Kweli tumecreate nafasi nyingi na tukutumia kipindi cha kwanza. Inaweza ikatokea kwa mtu yote. Hizi ni changamoto ambazo tumeziona, kwa hiyo ni lazima tukubali kama benchi la ufundi tunakwenda kuzifanyia kazi. Kwa hiyo nadhani kwenye mchezo ujao tunaweza tukazibadilisha kutoka kwenye makosa kwa kwenye faida na tukafanikiwa. Azam Sports imezungumza na afisa habari wa klabu ya Fountain Gate FC, naye anatueleza ni kwa namna gani watajipanga kuelekea mechi ya marudiano. Lazima tukubali hatujapata ushindi ambao tulikuwa tunatarajia na watu wote walikuwa wakitarajia kwamba pengine tutafanya vizuri na kujitengenezea mazingira mazuri zaidi kwenye mchezo wa marejeano. Niwape pole mashabiki ambao walijitokeza kwa wingi wao kuja kuisupport timu, lakini hawajafurahi kwa sababu hatujaweza kupata ushindi. Pongezi kwa wachezaji, walionyesha kwamba kuna kitu wanakitafuta. Tumetengeneza nafasi nyingi, tumedominate match kwa dakika zote 90, lakini haikuwa bahati. Mechi ya marudiano itapigwa Juni 30 katika dimba la Sokoine jijini Mbeya, ambapo Fountain Gate FC atakuwa ugenini kukipiga dhidi ya Tanzania Prisons. Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara. Tukielekea nyanda za juu kusini, mashabiki wa klabu ya Mbeya City kwenye mji mdogo wa Tunduma mkoani Songwe wameupongeza uongozi wa klabu hiyo kwa kuirejesha timu yao ligi kuu soka Tanzania bara ama NBC Premier League, huku wakiutaka uongozi kufanya usajili utakaoleta ushindani na kutoshuka daraja kwa mara nyingine. Kiu ya mashabiki hao ni kuona timu yao ikifanya vizuri kwenye michuano ya ndani kama ilivyokuwa kwa msimu mwaka 2013-14 wakati ilipopanda ligi kuu kwa mara ya kwanza. Kakuru Msimu anaarifu zaidi. Mbeya City, timu iliyojizolea umaarufu kwenye ligi kuu ya NBC kabla ya kuporomoka kwake misimu miwili iliyopita, hatimaye imerejea ligi kuu, hali inayowapa ari mashabiki kuendelea kuishangilia kwa hali na mali. Na huu ndio ujumbe wao kwa uongozi wa Mbeya City. Tunatarajia Mbeya City iwe ni timu bora ambayo yani tukiferi sana tuwe nafasi ya 3 ya pili kama tulivyokuwa msimu wa 2014-15. Ndio maombi yetu sisi kwa viongozi wetu, watuwekee wachezaji wazuri bora zaidi. Unajua hii timu tunaipenda sana mzee. Tunaipenda sana, tunaushukuru sana uongozi kwa kuirejesha timu yetu ligi kuu tena. Yaani matumaini tunayo kwamba tutakuja kuleta ushindani kwenye ligi kuu. Tunaomba uongozi usajili vizuri wachezaji wenye uwezo wa kutupa matokeo Mbeya City, tusirudi tulikotoka. CEO akisajili mchezaji ambaye hatufai, tutamtukana yeye. Hatutamtukana mchezaji. Unaona? Ila kituletea mchezaji ambaye anatufaa sisi, tutamshukuru CEO kwa kazi nzuri. Kwenye kijiji chao kuna mji wetu. Hii ni kauli mbiu mpya ambayo Mbeya City wamekuwa wakiitumia wakati wote wa michuano ya championship. Ili kuihalalisha kauli hii kutumika ligi kuu, uongozi unaweka bayana kufanya usajili kulingana na mahitaji na malengo ya klabu. Kimsingi tumefika hapa Tunduma
kwa lengo kubwa kama klabu ya Mbeya City ni kuhuisha matawi yetu, na katika kujiandaa kuanza msimu wa ligi tumeona ni vema sisi kama management, kama timu ya Mbeya City kuwatembelea mashabiki wetu ambao ni wadau wetu wakubwa kwenye swala zima la timu. Kwa hiyo tumeanza na Tunduma, baada ya kutoka hapa basi tunaenda na matawi mengine kwa lengo la kuhamasisha mashabiki wetu na kuhakikisha kwamba matawi yetu yanarudi kwenye ubora wake. Sisi kama Mbeya City FC na management tutasajili wachezaji ambao wana uwezo wa kutuletea ushindi na kuwa na timu ambayo itakuwa na ushindani mkubwa kwenye Mbeya City FC. Hilo ndio jambo ambalo tumezungumza. Hatutasajili mchezaji kwa sababu anatoka Tunduma, kwa sababu anatoka Mbeya, kwa sababu anatoka Dodoma, kwa sababu anatoka Dar es Salaam. Tutamsajili kwa sababu ana uwezo wa kutoa hiyo huduma kwetu. Ili pale ambapo huduma hiyo tunaitaka haitoi, tunasema asante Mungu, tuliamini hivi, haiko hivi, nenda tupete mwingine. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakifanya katika mazingira ambayo yatatufanya tuwe na wachezaji ambao ni sahihi sana kwetu. Baada ya kumalizia kwa msimu huu wa ligi kuu ya NBC, Mbeya City imewataka wapenzi na mashabiki wake kuendelea kuwa watulivu kwa kuwa malengo yao ni kufanya vizuri msimu ujao. Kakurumsim, Azam Sports, Mbeya. Naye bingwa mtetezi wa michuano ya UMISETA kwenye soka la wavulana Geita ametupwa nje baada ya kushindwa kufuzu hatua ya robo finali, huku mkoa wa Rukwa na Dar es Salaam ukiwa kwanza kutinga hatua hiyo. Mohamed Nyaulingo anaarifu zaidi kutoka Iringa. Michezo ya UMISETA inayoendelea hapa mkoani Iringa imekuwa ya kuvutia kutokana na ushindani mkubwa wa kila mkoa, lakini jambo lililoacha wengi vinywa wazi ni bingwa mtetezi kutoka Geita kutupwa nje kwenye hatua ya makundi. Kundi D ambalo walioingia robo finali kwa upande wa wavulana ni Dar es Salaam na Rukwa. Kwa hiyo hilo kundi lilikuwa ni kundi gumu ambalo bingwa mtetezi alikuwepo katika hilo kundi. Mpaka ninavyoongea hivi sasa hivi ni kwamba bingwa mtetezi kaondolewa kwenye mashindano, na walioingia robo finali ni watu ambao kwa kweli hatukutegemea kabisa, ni Dar es Salaam na Rukwa. Na timu zilizoingia robo finali kwa upande wa wasichana kuna kundi A, kuna Dodoma na Mara, kundi B Mwanza na Songwe, kundi C Morogoro na Tanga, kundi D Tabora na Rukwa. Hii leo hatua ya makundi imehitimishwa rasmi na kesho robo finali itaanza kutimua vumbi, ambao tutaanza saa 1 kamili asubuhi katika viwanja vyote. Na ukija kwenye upande wa wavulana ni kwamba ni timu moja tu ambayo tumepata kwamba zimeingia robo finali, na yale makundi matatu ambayo hayajaingia robo finali haya tutachakata usiku na matokeo yatatokea kwamba nani atakayekuwa robo finali. Na hizo robo finali za wavulana tutacheza mchana kesho, na kesho kutwa tutacheza nusu finali asubuhi wasichana, nusu finali wavulana itakuwa jioni. Hawa ni baadhi tu ya walimu wa michezo wanasema. Utakuja kushangaa wale ambao walikuwa wanashikilia kwenye haya mashindano kila mwaka na kuonekana wao ni majianti. Safari hii giant huwezi kumzania, na ndio walio shikilia sasa hivi kwa nafasi zinazoendelea. Hata yule ambao wanamzania hata ni bora zaidi, mwenzako amejipanga zaidi. Kwa mfano tu mpira wa miguu, bingwa mwaka jana ni Geita, lakini mwaka huu ameishia makundi. Lakini michezo mingine pia volleyball inaendelea, tuna watu wanacheza. Mbeya wamekuja vizuri, Kilimanjaro wako vizuri, Arusha wako vizuri. Kwenye UMITASHUNTA bingwa mtetezi Mwanza ametetea ubingwa wake, lakini kwenye UMISETA tayari bingwa mtetezi ameumaliza mwendo, na kitendawili ni je, nani kuibuka bingwa mpya? Muhammad Nyaulingo, Azam Sports, Iringa. Michezo imeonekana kuwa nyenzo muhimu katika kukuza lugha hususan ya Kiswahili kupitia ushiriki wa raia kutoka mataifa mbalimbali wanaojiunga na timu za hapa nchini na kuanza kujifunza kutumia lugha hiyo. Hatua ya kupandisha hadhi ya lugha ya Kiswahili imeendelea kupata uungwaji mkono kufuatia kuzinduliwa kwa msimu mwingine wa Swahili ama Kiswahili Marathon zitakazofanyika hivi karibuni jijini Arusha. Ramadhani Mbungi anaarifu kwa kina. Asante kwa hii tuzo Simba nguvu moja. Msimu huu ulikuwa ngumu kwangu, nilianza vibaya, watu wengi walikata tamaa, walisema vibaya, lakini Mungu brother, Mungu ni mwema. Hawa ni baadhi tu ya wanamichezo Prince Dube kutoka Zimbabwe na Steven Mukwala kutoka Uganda ambao wamemudu kuzungumza lugha ya Kiswahili kufuatia uwepo wao hapa nchini wakivitumikia vilabu vya soka.
Huu ni mfano na vile ambavyo michezo imetoa mchango wake katika kukuza lugha ya Kiswahili. Jijini Arusha, kupitia uzinduzi wa Kiswahili Marathon, mkurugenzi wa idara ya utamaduni kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Boniface Kajili, anasema michezo ni jukwaa la kimataifa linalosaidia kusambaza Kiswahili kupitia wachezaji na wakufunzi wa kigeni. Tunaona pia sasa hivi tunatumia michezo kama sehemu mojawapo ya kuhakikisha kwamba inaeneza na kukuza lugha ya Kiswahili. Sasa hivi wapo wachezaji kutoka nchi mbalimbali wanakuja Tanzania, lakini pia wapo wa Tanzania ambao wanaenda katika hizo nchi kwa ajili ya kucheza, lakini pia ni sehemu mojawapo wanaenda kukuza lugha ya Kiswahili, na wanaokuja hapa wanajifunza lugha ya Kiswahili. Na kama tunapofahamu kwamba michezo ni jambo ambalo linapendwa sana na Watanzania na makundi mbalimbali. Kwa hiyo kupitia michezo tunaona kwamba lugha yetu ya Kiswahili inapenya katika maeneo mbalimbali duniani kote, na watu wanajifunza, na nyewe wenyewe mnawaona hata wachezaji pia wanaona fahari kujifunza lugha yetu ya Kiswahili ambayo ni lugha adhimu. Na ni lugha ambayo ni rahisi sana kujifunza, kwa hiyo ndio maana wanapokuja, jambo la kwanza kubwa tunahakikisha kwamba wanajua baadhi ya maneno ambayo yatawasaidia katika kuwasiliana. Zinatusaidia kuhakikisha kwamba jamii na Watanzania wote kwa ujumla wafahamu kwamba kuna siku ya Kiswahili duniani. Lakini siku ya Kiswahili duniani maana yake ni nini? Au lugha yoyote inapotengewa siku yake maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba lugha hiyo imepewa heshima ya pekee kidunia, lakini vile vile sisi wa Tanzania ambao tunaitumia lugha hii tuanze kutumia fursa zinazotokana na lugha ya Kiswahili. Kuhusu ujio wa Kiswahili Marathon, afisa michezo wa jiji la Arusha, Benson Maneno, ametoa mapendekezo ya kuwepo kwa fursa pana zaidi ili mashindano hayo yaweze kufanyika katika maeneo mengine nchini. Kiswahili Marathon ifanyike mikoa mbalimbali, alafu wale washindi au watu ambao watakuwa wameshinda hapa mpaka watu 100, kila mkoa uwe na mwakilishi kwenye Kiswahili Marathon. Sisi tutafanya kila linalowezekana, kila mtu ajue kwamba Kiswahili kimezaliwa Tanzania. Na moja ya vitu ambavyo tumeanza kuvifanya kwa kushirikiana na wenzetu wa BAKITA ni pamoja na kuwa na mchezo huu wa mbio hizi ambazo zimepewa jina za mbio za masafa za Kiswahili. Tunataka kuambia Watanzania, mbio hizi tunayo ndoto ya kuzifanya ziwe mbio kubwa duniani, na ikiwezekana ikifika mwaka 2040 ziwe miongoni mwa mbio 10 bora duniani. Hadi sasa inatajwa takriban washiriki 800 kutoka ndani na nje ya nchi wamejiandikisha kushiriki Swahili Marathon hapo Juni 28 mwaka huu. Ramadhani Mvungi, Azam Sports, Arusha. Na taarifa hiyo inatupa wasaa kwenda kwenye mapumziko mafupi. Huu ni mshike mshike, twende break, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike mshike, karibu tuendelee kuangazia mengine makubwa tulionayo hii leo. Kikosi cha timu ya soka la ufukweni Tanzania kinaendelea na maandalizi ya kujiandaa na michuano ya beach soka ya Baraza la Vyama vya Klabu Afrika Mashariki na Kati, yani SEKAFA. Michuano hiyo itakuwa ni kwa mara ya kwanza kufanyika kikanda kwa msimu huu, ambao ukiwa ni msimu wake wa kwanza, na itafanyika nchini Kenya mwezi Julai mwaka huu. Jerouf Rajab ni kocha mkuu wa kikosi hicho, na hapa amezungumza na mshike mshike. Tunashukuru, tunaendelea vizuri na maandalizi ya timu ya taifa ya soka la ufukweni kuelekea kwenye mashindano ya SEKAFA yatakayofanyika mjini Mombasa nchini Kenya. Kikosi kipo kwenye hali nzuri, afya za wachezaji, viongozi, tunashukuru Mwenyezi Mungu tuko salama. Zaidi tunaweka malengo ya kuendelea kutengeneza timu kwa wale vijana wapya ambao tumewapa nafasi kama sehemu ya kuendeleza mchezo wa beach soka, kukuza na kuendelea kuimarisha hasa kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mapokezi yamekuwa ni mazuri sana, morali imekuwa kiwango cha juu, kama mwalimu nafarijika sana. Kwa hiyo tunaamini maandalizi haya kwa aina ya timu tunazokutana nazo zitatupa ushindani mzuri, na sisi tunajiandaa kwenda kuonyesha kile ambacho experience miaka mingi na kile ambacho tumejifunza zaidi ndani na nje ya Tanzania kwa muktadha wa kukuza soka la ufukweni. Chama cha mchezo wa gofu Tanzania kimegawa vifaa vya mchezo huo, ikiwa ni pamoja na kuunda kamati chipukizi ili kusaidia kukuza mchezo wa gofu kuanzia ngazi ya chini katika kutekeleza sera ya wizara husika, ikiwa ni pamoja na baraza la michezo hapa nchini BMT. Tumeunda kamati
ya chipukizi ya kuendeleza mchezo wa chipukizi juniors. Kwa leo tunaizindua hiyo kamati. La pili, tunakabidhi vifaa vya juniors ambao kama mnavyoviona hapa, vifaa vya juniors ambao tumevinunua kwa kushirikiana kwa msaada wa RNA. Kwa hiyo hizi kits tutazikabidhi pia kwenye kamati ambayo itapanga namna ya kuzigawa katika clubs ambazo zina junior program. Kwa hiyo sisi kama TGU kushirikiana na TLGU tumefurahi sana kufikia hatua hii. Hapo kesho katika viwanja vya Mao visiwani Zanzibar kutafanyika kilele cha wiki ya mavazi ya utamaduni ambacho kitaambatana na mchezo wa soka wa kirafiki kati ya Team Vix na Team Misri. Wachezaji wa timu zote mbili wamejifua leo ikiwa ni tayari kwa maandalizi kuelekea mchezo huo. Kesho Zanzibar yote itakuwa pale Mao, tutakuwa na huo mchezo, na lengo la mchezo huo ni utamaduni, kurejesha yale mavazi yetu ya asili ambayo Zanzibar yalikuwepo, lakini hapa katikati watu wakaingiza mambo yao utamaduni wa nje, lakini sisi vijana wa Dr. Mwinyi tumeamua kurejesha utamaduni, na kesho tutacheza huo mchezo, lakini lengo lake itakuwa ni mavazi ya asili, yale mavazi ya kitamaduni yale zamani ambayo wazee wetu wamekuwa wakiyavaa enzi hizo, mambo ya kanga, kanzu, vikoi, kubazi na mavazi mengine. Na mchezo huo utakuwa na tiketi, utakuwa na kiingilio, na tiketi ni hizi hapa kwa shilingi 1000 tu unapata tiketi yako, zinapatikana hapa Kisakasaka, na kituo kikubwa cha tiketi ni pale Ngambo Station pale dukani. Wapi heshima yetu inapatikana? Ni moja kati ya vitu kama hivi ambavyo tunakuja kuvikumbusha watu kama kidogo wamesahau. Kwa kurudi kule tunaipata heshima kwa sababu ya mavazi yetu, ukarimu wetu na heshima ambayo tuko nayo. Kwa hiyo lengo na madhumuni ni hivyo, ni kukumbushana, lakini naamini watu hawajasahau sana ili, lakini watu wasisahau kabisa. Ndio maana tunakuja na hivi kuwakumbusha kwamba tunatakiwa kuwa pale ambapo tulipokuwepo. Kwa vijana wameliona hili la umuhimu sana, kwa sababu kulinganisha sisi wenyewe vijana, Mungu tujalia tukifika huko mbali tutakuja kwa wazee wa baadaye. Kwa hiyo sisi wenyewe tumelipokea vizuri kama vijana, ili tupate tuenzi utamaduni wa Zanzibar, kwa sababu wazee wetu kusema nguvu yao si tofauti na yetu sisi sasa hivi. Sisi bado tuna nguvu vijana, na tunaweza tukatangaza kama hivi tukafika mbali kwa klipu zetu na mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo kwa sisi vijana ni jambo zuri sana. Klabu ya River Plate ya Argentina imeomba radhi mashabiki wake baada ya kupokea kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya Juventus alfajiri ya leo na kuorodheshwa kuondolewa kumradhi katika mashindano ya kombe la dunia kwa vilabu yanayoendelea nchini Marekani. Kocha mkuu wa kikosi hicho Marcelo amesema kuwa wachezaji wake walijituma, lakini bahati haikuwa upande wao na wameshindwa kufanya vizuri ili kukata tiketi ya kusonga mbele katika mashindano hayo makubwa duniani kwa hivi sasa. River Plate ilipangwa kwenye kundi E ikiwa ni pamoja na timu za Inter Milan ya kule Italia, lakini pia Monterrey ya Mexico na Urawa Red Diamonds ya Japan. Na Brazil imefanikiwa kupeleka timu zote 4 katika hatua ya 16 bora kwenye michuano ya kombe la dunia la vilabu baada ya timu hizo kufanya vizuri katika michezo yake hatua ya makundi. Klabu ya Palmeiras ambayo ilipangwa kundi A imeongoza kundi hilo kwa alama 5 baada ya kushinda mchezo mmoja na kutoka sare 2 katika ile iliyokuwa kundi ambalo lilikuwa na vibopa wengi. Lakini timu za Inter Miami ya Marekani pamoja na FC Porto ya Ureno na Al Ahly ya Misri, lakini pia Botafogo wenyewe wakishika nafasi ya pili katika kundi B wakiwa na alama 6 baada ya kushinda michezo 2 na kupoteza mchezo mmoja. Flamingo wenyewe wakiongozana na baadhi ya vikosi ambavyo walikuwa navyo katika kundi D walifikisha alama 7 baada ya kushinda michezo 2 na sare 1 katika kundi walilokuwa na timu hizo. Na baada ya hilo ni kupitisha japo kwa uchache tu, michezo ya kuhitimisha hatua ya makundi kombe la dunia kwa klabu itaendelea leo nchini Marekani, ambapo timu ya Wydad Casablanca ya Morocco itashuka dimbani katika mchezo wake wa kundi G kuvaana na Al Ain ya Abu Dhabi. Wydad ambao wanashika nafasi ya 3 wakipoteza michezo yote 2 waliocheza mpaka hivi sasa watavaana na klabu ya Al Ain ya Abu Dhabi na wanaoburuza mkia pia kwenye kundi hilo baada ya kupoteza michezo yote 2 waliocheza. Mchezo mwingine wa kumaliza hatua hiyo ni Juventus ambao wao wataminyana na Manchester City kutoka kundi G, ambazo timu zote tayari zimetinga hatua ya 16 bora wakiwa na alama 6 baada ya michezo 2 mpaka sasa, na wanakutana wakiwa wameshafuzu hatua ya 16 bora kwenye mashindano haya ya FIFA Club World Cup yanayoendelea huko nchini Marekani.
Na kwa hapo niseme tu hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, tukamilishe japo kwa muhtasari wa kukumbushana machache kati ya mengi ambayo nimekujuza kupitia mshike mshike hii leo. Nilikujuza mengi, lakini machache kati ya hayo yalikuwa haya. Wananchi Yanga kuandaa paredi la ubingwa baada ya kibarua cha Jumapili New Amani Complex. Singida Black Stars yatangulia Zanzibar tayari kwa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Na Cristiano Ronaldo aongeza mkataba wa miaka 2 kuendelea kusalia Saudi Pro League. Mpaka hapo hatuna la ziada kwenye mshike mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, jina langu ni Kennedy Moses. Kesho nayo ni siku. Asante na kwaheri.